Karibu MJ Channel. Leo tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Taarifa kubwa kabisa ni huko kutoka Korea Kaskazini. Korea Kaskazini yasema yazidi kuzitekenya US na Korea Kusini. Korea Kaskazini imefanya jaribio la pili la kombora la balistiki ndani ya kipindi cha kisichozidi wiki moja, siku chache kabla ya Marekani na Korea Kusini kuanza mazoezi makubwa ya pamoja kijeshi. Jeshi la Korea Kusini limesema kombora hilo lilirushwa Jumatano saa 12 asubuhi kutoka eneo la Wonsan kwenye pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Lilisafiri umbali wa kilomita 700 kuelekea baharini. Wizara ya Ulinzi ya Japani pia ilithibitisha kuligundua kombora hilo. Imesema lilianguka baharini kati ya rasi ya Korea na Japani, nje ya ukanda maalum wa kiuchumi wa taifa hilo. Hii ni jaribio la pili kufanywa kutoka Wonsan ndani ya siku 6. Agosti 6, Korea Kaskazini ilirusha kombora lingine la balistiki la masafa mafupi katika jaribio lake la kwanza la aina hiyo tangu mwishoni mwa Juni. Pyongyang haijatoa taarifa kuhusu majaribio hayo mawili. Kwa kawaida, serikali ya Korea Kaskazini hutangaza maelezo ya jaribio ya silaha siku moja baada ya kufanyika. Ujumbe kabla ya mazoezi ya kijeshi. Jaribio la Jumatano linafanyika kabla ya mazoezi ya kila mwaka ya jeshi la Marekani na Korea Kusini yanayoita Freedom Shield. Mazoezi haya yanafanyika kuanzia Agosti 17 hadi 27. Washington na Seoul zimesema mazoezi hayo yanaimarisha uwezo wao wa kukabiliana na vitisho vya nyuklia na mabomu na makombora kutoka Korea Kaskazini. Mataifa hayo mawili yamesisitiza mara kwa mara kuwa mazoezi yao ni ya kujilinda. Hata hivyo, Korea Kaskazini inachukulia kama maandalizi kuivamia. Pyongyang imekuwa ikijibu mazoezi makubwa ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini kwa kufanya majaribio ya silaha na kutoa vitisho vikali. Baada ya kuanza kwa mazoezi hayo mwaka uliopita, Kim Jong-un alisema yanaonyesha nia ya Marekani na Korea Kusini kuanzisha vita. Aliahidi kuwa nchi yake ingechukua hatua kali na za mapema za kujilinda. Sasa taarifa ni kubwa na tuishia hapo. Kimsingi Korea Kaskazini ipo kwenye tension kubwa na nchi zile za nchi washirika na Marekani, na tujue kwamba Korea Kaskazini ipo kwenye vikwazo vya kiuchumi kwa muda mrefu sana, na mpaka sasa hivi anajaribu kushinikiza Marekani kuhakikisha kwamba apunguziwe au aondolewe vikwazo vyake vya kiuchumi. Na kwa hiyo Korea Kaskazini inajaribu kuona kwa namna gani kuweza kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Ndio maana kwamba anaendelea kufanya mazoezi au urushaji wa makombora ya mara kwa mara ya ICBM pamoja na makombora yale ICBM ni makombora ya masafa marefu, lakini pia na makombora haya ya masafa mafupi na ya wastani. Kwa hiyo tukumbuke kwamba Korea Kaskazini ipo kwenye vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilianza rasmi mwaka 2006. Julai 15 mwaka 2006, resolution ambayo ilifanyika ya 1695 Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililani majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini na kuamuru kusitishwa kwa shughuli zinazohusiana na mpango wa makombora. Kwa hiyo Korea Kaskazini ipo kwenye vikwazo vya Umoja wa Mataifa tangia muda mrefu, na hata hivyo bado mpaka leo haijaweza kuondolewa. Lakini baadaye vikwazo viliongezwa kupitia maazimio mwaka 2009, 2013, 2016 na 2017, hasa kutokana na kuendelea kwa programu ya nyuklia na makombora. Kwa hiyo kufikia Agosti 2026, mfumo wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini una takriban miaka 20 tangu resolution ya 1718 ya 2006. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa haukuanza vikwazo hivyo kwa sababu ya kila aina ya kombora moja. Kwa hiyo msingi mkuu ulikuwa ni programu ya nyuklia na teknolojia ya ballistic missile. Kwa hiyo hii ni programu ambayo Korea Kaskazini yupo kwenye vikwazo hivi vikwazo vya kiuchumi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mpaka hivi sasa tunavyosema,
tension bado liko kubwa katika eneo hilo na hatujajua ni kwa muda gani itaendelea, lakini binafsi nafikiri kwamba hali hii inamwathiri sana Korea Kaskazini kiuchumi, na sasa hivi unaweza kusema kwamba kidogo ameanza kupata ahueni ya kiuchumi kutokana na kwamba usaidizi au utiaji saini kati ya Korea Kaskazini na Urusi. Kwa hiyo kumbuka 2025 rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alisafiri mpaka kwenda kule North Korea, naona alafu baadaye wakawa wamefanya utiaji wa saini wa mkataba wa ulinzi na usalama. Kwa hiyo wanasaidizana katika hizo zote nchi zao mbili, lakini pia kwa sasa Korea Kaskazini anaiuzia Urusi silaha nyingi sana, ikiwa risasi, makombora na vitu vingine. Kwa hiyo North Korea anapata faida kubwa sana kupitia hizo uuzaji wa zana za kijeshi. Kwa hiyo kimsingi kwa sasa North Korea anajaribu kuhakikisha ya kwamba ni lazima sasa aendeleze kufanya au kuzitisha nchi zile ambazo kwake anaona ni tishio, kwa mfano kama Japani na Korea Kusini. Na tumeona kwamba siku za karibuni tarehe 17 mwezi huu Marekani anaanza mazoezi ya kijeshi ambayo yanaitwa Uchi Freedom Shield, ambayo ataanza tarehe hiyo mwisho, tarehe 27 mwisho. Kwa hiyo tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini kama Korea Kaskazini atajibu, basi huenda kwa njia ya kurusha makombora, lakini sio kufanya uvamizi. Japokuwa yeye anasema kwamba kufanya mazoezi hayo ni kama vile Marekani na Korea Kusini wanajiandaa kuivamia nchi yake, lakini sidhani kama hiyo inaweza ikawa. Lakini point kubwa hapa tunachojaribu kuangalia ni kwamba Korea Kaskazini amepata faida kubwa sana kupitia usaidizi dhidi ya mshirika wake mkuu au mshirika wake kimkakati Urusi. Kwa tumeona Korea Kaskazini sasa anajaribu kupata zile tunasema faida, na tumeangalia karibuni anapeleka wanajeshi 50,000 kule Urusi, lakini 2024 kama nakumbuka alipeleka wanajeshi 14,000, lakini baadhi yao walirudi, wanajeshi 3,000 walifia kwenye uwanja wa mapambano. Kwa hiyo kimsingi faida ni kubwa sana, kwa sababu kila mwanajeshi mmoja anavyofariki kule au anapokufa katika uwanja wa vita, basi analipwa kuanzia dola 3,000, 6,000 mpaka 10,000. Na wa kawaida endapo wakaenda wakahudumu kwenye uwanja wa vita na wakarudi, basi askari wa kawaida analipwa dola 2,800, na askari wa kawaida yule afisa analipwa shilingi 3,000. Kwa hiyo tumeona kwamba Urusi anaendelea kupata faida kubwa kupitia usaidizi wa kimkakati kutoka Korea Kaskazini. Lakini ukifika kwenye upande wa Korea, amejaribu kutengeneza fedha nyingi kwa sasa, na anaona hii faida ni kubwa, na ameendelea kupata ujuzi mkubwa wa mapambano dhidi ya vita vya kisasa. Kwa hiyo tunaona kwamba kweli kabisa kwamba Korea Kaskazini sasa anajaribu kupata faida kupitia vikwazo ambavyo vimewekewa vya kiuchumi, lakini pia na vikwazo kutoka kule Marekani na vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa sasa anaendelea kutengeneza pesa kutokana na mazingira ya usaidizi anayoendelea nayo kupitia mshirika wake muhimu ambayo ni Urusi. Jamani, asanteni sana na jioni njema.